عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: والمحصنات من النساء، na wameharamishwa kwenu nyinyi kuwaoa wale wanawake walioolewa, minanika wanawake, illa ma malakat aymanukum, isipokuwa wale wanawake ambao imemiliki mikono yenu ya kuume, wanakusudiwa watumwa. Kitabu Allahi alaikum, hali ya kuwa ni maandishi ya Allah aliyopo juu yenu. Walmuhsanatu minan nisa, na wameharamisha kwenu nyinyi kuwaoa wale wanawake walioolewa katika wanawake. Maana haya hii inaunganisha wale wanawake ambao walioharamishwa sawa kuweza kuolewa katika sheria hii, pale Allah tabaraka wa taala aliposema hurrimat alaykum ummahatukum, wameharamisha kwenu nyinyi kuwaoa mama zenu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala katika ayatu hii aliposema walmuhsanatu minan nisa, anaunganisha huko, bimaana wa hurrimat alaykum almuhsanatu minan nisa, ni wameharamishwa kwenu nyinyi vile vile kuwaoa wale wanawake ambao wameshaolewa wenye waume zao. Huwezi mtu kuwa mke wa mtu, japo katika zama tulizokuwa nazo sisi ni zama za vurugu. Yaweza mtu akaenda kuwa mke kumbe ni mke wa mtu, na hii ina maana nyingi. Yaweza kwamba ikawa amemuoa hajui kwamba yule ni mke wa mtu, lakini mke mwenyewe ikawa anajua kwamba yeye ni mke wa mtu, lakini akaficha. Hili tatizo. Yawezekana pia kwamba huyo mke mwenyewe anajua yeye ni mke wa mtu, hajaachwa, na mume mwenyewe pia ikawa anajua, lakini wakaamua kwamba wao waoane. Kuna ndoa ni jamii. Ndoa hii inakuwa ni batil katika sheria. Ndoa hii inakuwa ni batil, haifai katika sheria, na ni jambo la haramu, na watahesabika wao wapo katika uzinzi, wapo katika zina, watahesabika wao katika kufanya machafu. Ndio sheria itaweza kuhesabu watu kama hao. Na Allah tabaraka wa taala kulizungumza katika Qur'ani hili kuonyesha kwamba ni jambo ambalo linatokea katika jamii, katika waja wake. Wapo ambao tukufanya vitendo kama hivi, vitendo vibaya katika sheria, vitendo vya haramu, vitendo vichafu kabisa. Walmuhsanatu minan nisa, na wameharamishwa kwenu nyinyi kuwaoa wale wanawake walioolewa minan nisa, katika wake. Bimaana wayuharramu alaykum, na ni haramu juu yenu nikahul mutazawijat minan nisa, kuwaoa wale wanawake walioolewa minan nisa, katika wale wanawake, illa ma malakat aymanukum, isipokuwa wale ambao imemiliki mikono yenu. Maana isipokuwa wale watumwa. Mtumwa ambaye wewe utakuwa umemiliki kwa ndani ya miliki yako, na mtumwa utamiliki katika njia nyingi. Inaweza kumiliki mtumwa katika vita, unaweza kumiliki mtumwa katika vita. Ulikuwa katika jihadi, umepigana kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah, ukawashinda makafiri, ukapatikana watumwa, ukawa umemiliki katika hali ile. Sasa umemiliki, inawezekana umemiliki lakini ikawa katika tumbo lake hakuna chochote, lakini inawezekana kwa ukamiliki lakini kumbe ni mjamzito. Na hapa pia imekuwa taratibu. Mtumwa kama huyu ambaye amemilikiwa hali ya kuwa ana mimba, mjakazi huyu, kisheria anatakiwa umsubiri mpaka ajifungue. La tuta uhamil hatta tada hamlaha, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hawezi kuingiliwa yule ahamil. Hamil hapa laki ni mjakazi, yule ambaye ni mjamzito, hatta tadaa hamlaha, mpaka ajifungue ile mimba.
ikifungua na katika damu ya nifasi, wewe ambaye sasa ndo mjakazi wako utakuwa na mamlaka kuweza kukutana naye katika tumwa huyu. Kitabu Allahi alaikum, ni sheria hiyo, ni maandishi ya Allah yaliyopo juu yenu. Sawa, kitabu Allahi ni maandishi ya Allah, manake ni maandiko hayo ya Allah yaliyopo juu yenu. Ay kataba Allahu alaikum, ameandika Allah, amefaradhisha Allah juu yenu. Taharima nikahi haula, kuwaoa hawa. Taharima nikahi haula, manake kuharamishwa kuwaoa, manake hawa ni haramu. Sawa, manake hata huyo mtu mwenyewe pia ukimkuta katika hali hiyo ujauzito, basi utakuwa umwache. Na mfano na muda umekuja kumkuta huyo mtu si mjamzito, lakini kabla hakuja kukutana naye lazima umpe istibara. Istibara manake ni kule kutakasika ile fuko lake la uzazi. Uwe na muda kabla huja mmiliki. Sawa, alikutana na mume mwingine katika tendo la ndoa na akaingiza maji yake. Sasa lazima umpe ile istibara ili uangalie kwamba je, pana chochote katika tumbo lake, naye ni kupata hedhi moja. Akipata hedhi kimalizika, ile ikuonyesha kwamba katika tumbo lake kuna chochote. Pale ndio tutakuwa naomba kuweza kufanyaje, kutana naye katika tendo la ndoa, ikiwa si mjamzito. Lakini ikiwa ni mjamzito, kama tulivyozungumza, hata tadaa hamda. Wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, na wamehalalishwa kwenu nyinyi wasiokuwa hao kwenu. Manake hawa wanawake ambao wasiokuwa hao waliotajwa katika uharamu kuwaoa. Wa uhilla lakum, na wamehalalishwa kwenu nyinyi ma waraa dhalikum, wasiokuwa hao kwenu. Manake ni halali bimaana wa ajaza lakum nikaha man siwahun. Shekhi wangu anasema kwamba na amejuzisha Allah kwenu nyinyi kuwaoa wale wanawake wasiokuwa hawa walioharamishwa na Allah. Antabtahu bi amwali, kwa kutaka au kwa kutafuta kwa mali zenu. Antabtahu, kwa kutafuta bi amwalikum, kwa mali zenu. Manake mnapotafuta basi mwatafute kwa mali. Manake huyo mke kama utaka kumuoa lazima utoe mahari. Nachokusudiwa hapa, muhsinina ghaira musafihin, hali ya kuwa ni wenye kuoa, hali ya kuwa ni wenye kuwaoa. Ghaira musafihin, si wenye kuwazini, sio ni wenye kuwafanyia machafu, ndio muhsinin. Sawa, hali ya kuwa ni wenye kuwaoa hawa wanawake. Ghaira musafihin, si wenye kuwafanyia machafu. Mimma ahalla Allahu lakum, mimma ahallahu Allahu lakum, katika wale ambao Allah amehalalishia kwa ninyi. Antatlubu bi amwalikum, shekhi wangu anasema ni kule kuwataka na kuwatafuta kwa mali zenu. Utafuta nini? Al-iffa an iqtiraf al-haram, kujichunga na kujifadhi kuepukana na mambo ya haram. Famastamta'tum bihi minhun, basi na yule mwanamke yoyote mtakayestarehe naye miongoni mwao, faatuhunna ujurahun, basi wapeni mahari zao. Faridatan, hali ya kuwa ni faradhi kutoka kwa Allah. Hivi ndivyo anavyosema Allah tabaraka. Famastamta'tum bihi minhunna, na yoyote mtakayestarehe naye katika hawa wanawake, kifanya tendo la ndoa, faatuhunna ujurahun, basi wapeni hawa mahari zao. Faridatan, hali ya kuwa ni faradhi kutoka kwa Allah. Ay famastamta'tum bihi, na yoyote ma hapa iko na maana ya mali. Sawa, na yoyote mtakayestarehe naye minhunna, katika binikahi sahih, kwa ndoa iliyokuwa sahihi. Yani starehe hiyo ni kwa ndoa iliyofungika iliyokuwa sahihi. Sawa, faatuhunna ujurahunna faridha, basi wapeni wao mahari zao. Ujur hapa ni mahari. Faridatan, hali ya kuwa ni faradhi, manake faatuhunna muhurahunna, wapeni hawa mahari zao. Allati, mahari ambazo faradha Allahu lahunna alaykum, amefaradhisha Allah kwa ajili yao juu yenu. Wala junaha alaykum, Allah anasema wala hapana dhambi juu yenu. Fima taradaitum bihi,
katika kile ambacho mlichoridhiana kwacho, min ba'di al-faridha, baada hiyo faradhi ya mahari. Yani maanake kwamba hapana dhambi katika kile ambacho taradhaitum, mlichoridhiana kwenu nyinyi, labda katika kusamehe baadhi ya mahari ya mwanamke, katika kusamehe baadhi ya mahari au asilimia kubwa katika mahari akasamehe, kuna tatizo, kwa sababu jamaa wale tayari mmesharidhiana, sawa. Au katika kuzidi mahari ikawa labda imezidi, au katika kuyapunguza, ila lina tatizo. Labda kwamba mmefikiana mahari, ule mke katika mahari mbona kiasi kadhaa ndio apewe, labda milioni 1, tuko sawa? Ndio. Alafu ndio labda ikapita, lakini katika baada ya pale mazungumzo mkazungumza, kama yeye akusema basi nitakuondeshea milioni 1, nipe laki 5, akakupunguzia, kuna tatizo hilo. Au labda mahari imefikiana ni milioni 1, lakini mwenyewe ukamwambia bwana, mimi nakupa milioni 1.5 kwa kumuongezea, kuna tatizo. Sababu jambo ambalo mmeridhiana, mume karidhia, mke karidhia katika hilo, kwa kuzidi au kupungua katika hayo mahari, hapana dhambi katika hilo. Tuko sawa hapo? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala junaha alaykum, na wala hapana dhambi juu yenu nyinyi wanaume, fima taradhaitum bihi, sawa, katika kile ambacho mmeridhiana kwacho, min ba'di al-faridha, baada ya faradhi ya hiyo mahari, baada ya kufaradhisha hiyo mahari. Ai wala ithma alaykum, na wala hapana dhambi juu yenu, fima tamma taradhi bihi bainakum, katika kile ambacho pametimia, pamekamilika kule kuridhiana kwa kitu hicho kati yenu, mina ziada, katika kule kuzidi kwa mahari, lakini kama yenyewe mmeridhiana, au nuksan, au katika kupungua mahari mkapunguza, labda mnafikiana kiasi fulani, lakini mkaamua mkipunguze kwa maridhiano, pana dhambi fil mahar, na ile ni katika mahari baada thubuti al-faridha, baada kuthibiti al-faradhi. Inna Allaha kana aliman hakima, hakika Allah hakuacha kuwa ni mjuzi katika mambo yake, au ni mjuzi katika mambo ya waja wake. Ai bi umuri ibadihi, katika mambo ya waja wake. Hakima, na mwenye hikma, manake ni mwenye hikma mno fi ahkamihi wa tadbiri. Wa man lam yastati' minkum qawla, na yoyote asiyeweza miongoni mwenu uwezo wa kuoa, sawa, an yankiha almuhsanati almu'minat, kuwaoa wale wanawake waungwana wa Kiislamu, wanawake waungwana wa Kiislamu. Famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat, basi na aowe katika yule mwanamke ambaye imemiliki mikono yenu ya kuume, min fatayatikum, katika wale wajakazi wenu, almu'minat, waislamu. Na hapa aya hii inatufahamisha kwamba yule mtu ambaye hakuwa na uwezo wa kuwa mwanamke ambaye ni muungwana, mwanamke ambaye hurra, ni muungwana kabisa, muhsan hurra, basi na atafuta hata mwanamke ambaye ni mtumwa ama mjakazi, sio aowe, ikiwa kwamba uwezo wa kuwa mwanamke muungwana hana, kwa sababu mwanamke muungwana na mwanamke mtumwa wanatofautiana vile vile katika thamani na katika ubora pia. Sasa ikiwa huna uwezo kwa mwanamke ambaye yeye ana uhuru, basi oa japo mjakazi. Ndivyo anavyofahamisha Allah tabarak wa taala katika wa man lam yastati' minkum tawlan, na yoyote asiye na uwezo miongoni mwenu, tawlan, uwezo wa kuoa. Ai wa man la qudrata lahu, na ule ambaye hapana uwezo kwake yeye, ala muhuri alharair, juu ya mahari ya wale wanawake waungwana, almu'minat, ambao ni Waislamu, sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha almuhsanati almu'minat, na yoyote asiyeweza miongoni mwenu, tawlan, uwezo wa kuoa, an yankiha almuhsanati almu'minat, kuoa wale wanawake wa kuungwana wa Kiislamu, famimma malakat aymanu, basi na aowe yule mwanamke ambaye imemiliki mikono yenu, min fatayati almu'minat, katika wajakazi wenu wale wa Kiislamu. Sheikh wangu anasema falahu an yankiha khayrahun,
basi itamjuzikia kwake yeye, itafaa kwake yeye kuoa wanawake wengine wasiokuwa hao, min fatayatikumul mu'minati mamlukat, katika wale wajakazi wenu wa Kiislamu wenye kumilikiwa. Hao ni hao wajakazi wako. Wallahu a'lamu biimanikum, Allah anajua zaidi imani zenu. Ba'dhukum min ba'd, hali ya kuwa ni nyinyi kwa nyinyi. Manake kwamba wallahu ta'ala huwa al-alimu bihaqiqati imanikum, Allah hali ya kuwa ametukuka, yeye ni mjuzi mno, ni mjuzi bihaqiqati imanikum, qulu hakika wa imani yenu. Yani Allah tabarak wa ta'ala anajua uhakika wa imani zetu vizuri sana, ipasavyo anafahamu. Bimuwafaqat ahlihim, kwa kule kuwafikiana na ba'dhukum min ba'd, nyinyi kwa nyinyi, Allah anajua. Fatazawwajuhunna, basi waweni hao, bimuwafaqat ahlihim, kwa kule kuwafikiana na wale jamaa zao. Wallahu a'lamu biimanikum, Allah anajua zaidi imani zenu. Ba'dhukum min ba'd, nyinyi kwa nyinyi katika hili. Allah anasema fa ankihuhunna biidhni ahlihim, basi waoweni hao wajakazi kwa idhni ya mabwana zao. Manake mabwana zao wale ambao wanawamiliki, na hii ni kuonyesha kwamba idhni ya mjakazi inatoka kwa bwana wake sayyid. Labda mtu ana wajakazi sawa, ana wajakazi wale wengi tu wanao, anawamiliki kama wajakazi wake. Wewe huweza kwenda kwa mwanamke ambaye ni muungwana, unakwenda pale na yule bwana atakapana, naomba uruhusu mjakazi wako, yeye ndo anakuwa kama ni wali pana, anasimamia ndio katika mkosi kwa idhni yake. Manake mjakazi kama mjakazi ama hawezi kujitolea idhni, kwa idhni yake inatoka nani? Inatoka bwana wake, yule mwenye kumiliki. Fankihuhunna biidhni ahlihim, basi waoweni hawa wajakazi kwa ruhusa, kwa amri ya mabwana zao. Wa atuhunna ujurahunna bilma'ruf, na wapeni wao mahari zao kwa wema. Manake vile vile atakuwa wape mahari hao, sawa. Wa atuhunna ujurahunna bilma'ruf, na wapeni hao wajakazi mahari zao za kuwaoa, yani bilma'rufi, kwa wema. Manake wa'atuhunna muhurahun, na wapeni wao mahari zao ala ma taradaitum bihi, juu vile ambavyo mtakaporidhiana wao, ni kati ya wewe muoaji na wewe mwenye kuolewa, mtakaporidhiana. Antibi nafsi minkum, kutokana na ridhaa zao wewe wenyewe, kutokana na ile ridhaa kutoka kwa Mungu. Muhsanatin, sawa, hali ya kuwa ni wenye kujihifadhi na machafu. Ghaira musafihat, wala si wenye kufanya machafu. Sawa, hii ni tafsiri. Au muhsanati, hali ya kuwa ni wenye kuolewa. Ghaira musafihat, si wenye kuziniwa. Manake watakuwa waolewa wasiziniwe. Wala muttakhidhat akhdan, na wala wasijifanyie. Wala muttakhidhat akhdan, na wala wasijifanyie wapenzi vimada. Pia hitakiwi pia kwamba mjakazi hataki kuolewa lakini ana mwanamume kimada umekaa naye. Mwanamke muungwana hataki kuolewa lakini ana mume uko pembeni anakaa naye, wanaishi katika maisha kama wanavyoishi maisha ya ndoa, jambo ambalo halifai. Japo katika jamii tuliokuwa nao kuna baadhi wanafanya vitu kama hivi, haifai. Iko sawa? Naam. Faidha uhsinu, na pindi watakapoolewa. Fa in ataina bifahisha, na kama watafanya uchafu wowote wa uzinzi. Fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, bas ni juu yao nusu ya adhabu, juu ya wale wanawake waungwana, min aladhabu, katika adhabu. Yani mjakazi atakapokuwa tayari ameolewa alafu akafanya machafu ya uzinzi, itakiwa atakuwa aadhibiwe nusu ya adhabu ya mwanamke muungwana. Na nusu ya adhabu ya mwanamke muungwana atakapozini ni kupigwa bakora 100. Tuko sawa? Manake iko kwamba hajaolewa na una vile atakapigwa bakora 50. Tuko sawa? Lakini mbona huyu inaonekana kama huyu tayari ameshaolewa na mtu akolewa mawe? Jakaza kwa mawe.
Hiyo kukwamaye ni mwanamke ambaye muungwana. Lakini ikiwa ni mjakazi, yeye ana hukumu yake ni aljald, ni kubwa bakora tu, na bakora yenyewe itakuwa ni nusu ya mtu muungwana. Ingekuwa ni muungwana kama bakora 100, kwa sababu ni mjakazi atakuwa bakora 50. Tuko sawa hapo? Kwa Allah tabaraka wa taala anasema fa idha uhsin, na pindi watakapoolewa, fa in ataina bifahisha, na kama watafanya uchafu wa zina, uchafu wa uzinzi. Fahisha maana yake azina. Fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, basi ni juu yao wao nusu ya adhabu, juu ya wale wanawake waungwana, min aladhab, manake watakuwa kwa adhabu nusu yake. Sheikh wangu anasema fa idha tazawwajna, pindi watakapoolewa, wa ataina bifahishati zina, na wakafanya ule uchafu wa uzinzi, fa alayhinna min alhaddi, basi ni juu yao, itapasa juu yao katika haddi nisfu ma ala alharam, nusu ya ile adhabu ambayo takuwa wanapewa wale wanaokuungwana. Dhalika, hukumu hiyo ya kumuoa mjakazi, Allah anasema dhalika, hukumu hiyo ya kumuoa mjakazi, kumuoa mjakazi ikiwa umeshindwa kumuoa mwanamke muungwana, liman khashiya al'anata minkum, ni kwa ule atakayeogopea uzinzi miongoni mwenu. Al'anat maana azina, wa asluha au asluhu almashaqqa, na asili yake ni mashaqqa. Ndio al'anat asili yake. Asili neno al'anat maana yake almashaqqa, uzile tabu na dhiki, lakini hapa inakusudiwa azina, uzinzi. Sasa ile hukumu ya mwanamume kuoa mjakazi ni pale ikiwa kwamba ameshindwa, yeye hana uwezo wa kuwa mwanamke muungwana, alafu nafsi yake haiwezi kuhimili, haiwezi kuvumilia na kufanya mambo machafu. Lau kwamba hatooa yeye atafanya mambo machafu, hajiwezi. Hapa ndio sheria imemruhusu kwamba kutafuta mjakazi aoe. Dhalika, hukumu hiyo ya kuwa mjakazi, liman khashiya al'anata minkum, ni kwa ule ambaye atakayeogopea uzinzi miongoni mwenu. Tuko sawa hapa? Sheikh wangu anasema dhalika alladhi, hilo ambalo ubiha, lililohalalishwa, min nikahi al-ima, sawa, katika kule kuoa wajakazi, ni sifati mutaqaddima, kwa ile sifa ambayo iliyotangulia. Inama ubiha liman khafa, hakika hapana vingine, limehalalishwa ule ambaye atakayeogopea ala nafsihi, kuogopea nafsi yake, al-uqua fi zina, kule kutuka na kutumbukia katika zina, kule kutuka na kutumbukia katika zina, ameogopea hilo. Sawa. Washaqqa alayhi sabr, na imekuwa nzito kwake kule kusubiri, anil jimaa, kuacha kufanya tendo la jimaa, tendo la ndoa. Yani kwamba lau kama ataka hivi hawezi, bila hivyo anaweza kuingia katika machafu. Tuko sawa? Ndio sheria sasa kampatia mbadali jamii, na hii yote ni sheria ndio kumhifadhi mwanadamu na machafu, kumhifadhi mwanadamu na machafu. Wa an tasbiru khairun lakum, na kusubiri kwenu na kuvumilia kwenu ni bora zaidi kwenu nyinyi. Manake kuvumilia kwenu nyinyi ni bora zaidi kwenu nyinyi kuliko kuoa hawa wajakazi. Sawa? Yani kwamba ikiwa mtu hana ule uwezo kuwa mwanamke muungwana, akaamua asubiri, akaifanyia kazi ile aya Allah tabarak wa taala, falyastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, sio akaamua vumilia, fanya subra mpaka Allah atakapomwezesha katika hili, ni bora zaidi kuliko kuwa mwanamke ambaye ni mtwana, mwanamke ambaye ni mjakazi. Wa an tasbiru, na kusubiri kwenu na kuvumilia kwenu, khairul lakum, ni bora zaidi kwenu nyinyi kuliko kuwa wanawake ambaye ni nini, kuwa wale wanawake ambao ni wajakazi. Sheikh wangu anasema wasabru, na kule kusubiri, an nikahi al-ima, kuepukana na kule kuoa hawa wajakazi, maa al-iffati, pamoja na kujichunga na machafu, aula wa afdal, ili ni bora zaidi na mnastahili zaidi. Wallahu ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe, sawa, na ni mwenye huruma kwa waja wake.
Yuridu Allahu liyubayyina lakum, anakusudia Allah au anataka Allah awabainishieni nyinyi, wayahdiyakum, na awaongoze nyinyi, sunana alladhina min qablikum, njia za wale ambao waliopita kabla yenu, wayatuba alaykum, na ili awapokee toba zenu, na ili apokee toba zenu, na ili asamee, na vile ili awakubalie toba zenu. Wallahu alimun hakim, Allah ni mjuzi mno na ni mwenye hikma katika mambo yake. Yuridu Allahu liyubayyina lakum, anataka Allah awabainishieni nyinyi, wayahdiyakum, na awaongoze nyinyi, awaongoe sawa, sunana alladhina min qablikum, katika njia, katika mwenendo wale ambao waliopita kabla yenu, wayatuba alaykum, na ili apokee toba zenu, ili awasamee nyinyi. Wallahu alimun hakim. Sheikh wangu anasema yuridu Allahu ta'ala bihadhihi tashri'at, anataka Allah aliyakuwa ametukuka kwa sheria zake hizi, ayuwadhiha lakum ma'alima dinihi alqawi, awaekeni wazi nini ma'alima dinihi alqawi, sawa, zile alama za dini yake iliyonyoka. Washara'ahu alhakim, na ile sheria yake ile kutengenezwa vizuri. Wayadullakum ala tariqi al-anbiya'i was-salihin, na vile vile awafahamishe nyinyi juu ala turuq al-anbiya, juu ya njia za manabii, was-salihin, na wale wema walikuwa kabla yenu, fil halal wal haram, katika kuiendea halal na kujiepusha na haram. Wayatuba alaykum, na vile vile ili awapokee toba zenu, birrujui bikum ila taat, kwa kule kurejea kwenu nyinyi katika kumtii Allah. Tuko sawa? Allah tabaraka wa taala anasema wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah anakusudia kupokea toba zenu, kuwakubalia toba zenu. Wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat, na wanakusudia wale ambao wanaofuata matamanio, sawa, matamanio nafsi zao, antamilu mailan adhima, upondoka kuliko kwa kukubwa kabisa. Yani wataka nyinyi mpondoke kabisa, muachane na njia ya haki. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah anataka an yatuba alaykum, awapokee toba zenu, awakubalie toba zenu. Ndio lengo la Allah tabaraka wa taala kwa waja wake. Wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat, na wanataka wale ambao wanaofuata matamanio, ladha zile za dunia, antamilu mailan adhima, mpondoke kupondoka kwa kukubwa kabisa. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah anataka na kusudia awapokelee toba zenu. Wayatajawaza an khatayakum, na vile vile awaondosheni makosa yenu. Wayuridu alladhina yanqaduna li shahawatihim, na wanataka wale ambao wanaofuata matamanio yao, wa maladhatihim, na ladha zao, an tanharifu anid dini, an tanharifu, mpondoke, anid dini, muiwache dini, inhirafan kabira, kule kupondoka kule kwa kukubwa kabisa. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, anataka Allah awafanyeni wepesi nyinyi, manaka awafanyeni wepesi nyinyi katika sheria yake. Wa khuliqa al-insanu dha'ifan, na ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni mnyonge. Hivi ninavyosema Allah tabaraka, japo mwenyewe mwanadamu ajiona kwamba ni mtu shujaa, kiumbe mmoja ambaye ana nguvu, maelezo mengi sana, lakini Allah tabaraka wa taala anasema wa khuliqa al-insanu dha'ifa, na ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni mnyonge. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, anakusudia Allah kuwafanyia wepesi nyinyi. Bimaana yuridu Allahu ta'ala, anakusudia Allah hali ya kuwa ametukuka, bima shara'ahu lakum at-taysira, kwa yale ambayo amewekea sheria Allah kwa ajili yenu, anataka Allah wepesi. Imani hizi sheria za Allah hizi ni nyepesi, na ndio maana katika kumtii Allah tabaraka wa taala na kuzitekeleza zile sheria zake, Allah amezungumza maneno madhubuti sana, lakini maneno haya ni rahmatul liibad, ni kwa ajili tu ya kuwaonea huruma waja wake, hakuna jingine. Akasemaje? fattaqullaha mastata'tum, sawa, manake muogopeni Allah kadri ya uwezo, yani mcheni Allah kadri ya uwezo wenu.
Yani sisi tunatakiwa tumche Allah kadiri ya uwezo wetu. Yale ambayo tunatakiwa sisi tumche Allah, ikiwa tunayaweza tuyafanye. Yale ambayo tuyawezi basi tuyaache. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ama katika kujiepusha na haramu na maasi na madhambi, hapa hakuna masala uwezo na kutokuwa na uwezo. Haramu zote zinatakiwa sisi tujiepushe nazo, maasi yote tutakuwa tujiepushe nayo, madhambi yote tutakuwa tujiepushe nayo, ndio anavyotaka Allah tabaraka. Ama katika kumtii yeye, tumtii kadiri ya uwezo tuliokuwa nao Allah alituwezesha, na kila mmoja Allah kampa ule uwezo wake. Uwezo unatofautiana, ndio maana kuna wengine hivi sasa tayari wameshakwenda katika maeneo matukufu katika kufanya ibada za haji na umra, lakini kuna wengine mpaka leo wapo wazee. Mtu anagonga miaka 60 70, apiga myayo katika meno yake, hana jino hata moja, ana mapengo, lakini hajafika meno yake. Kwa sawa ni uwezo Allah tabaraka wa taala anamwezesha kila mmoja na nafasi yake. Na wale waliokwenda kule si kwa sababu ya ujanja wao na uwerevu wao au na umakini wao zaidi wa kutafuta pesa, hapana. Ile ni taufiki ya Allah tabaraka. Na hawa ambao hawakubali mpaka dakika hawajafika kule, wasikate tamaa, maadama ala qaidi alhayat, wapo katika ulimwengu huu wa dunia, wasikate tamaa, watafika pia. Ni uwezo sawa. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, na ameumba mwanadamu hali ya kuwa ni mnyonge. Wa adamu tashdidi alaykum, na kule kutokufanywa hukumu kwenye nyinyi katika sheria ya Allah, liannakum khuliqtum du'afa, kwa sababu nyinyi mmeumbwa hali ya kuwa ni wanyonge. Manake hamna uwezo nyinyi wa kuweza kutekeleza kila alichozungumza Allah. Nyinyi ni wanyonge, mtatekeleza baadhi, vingine mtaviacha. Ndio Allah anajua. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msiliane mali zenu kati yenu kwa batil, kwa njia ya haramu, illa an takuna tijaratan an taradi minkum, isipokuwa itakapokuwa mali hizo ni biashara, tena kwa kuridhiana kati yenu. Wala taqtulu anfusakum, na wala msizuue nafsi zenu. Inna Allaha kana bikum rahima, hakika Allah aweko nyinyi ni mwenye huruma. Sasa taban na yeye sawa. Hapa katika aya hii Allah tabaraka wa taala anatutaka mambo mengi sana tujiepushe nayo, na miongoni mwa mambo hayo ni kula mali katika njia ya haramu, kama vile kula mali kwa kupitia rushwa, kula mali kwa kupitia riba, kula mali kwa dhulma, kumdhulumu mtu, kumkaba mtu njano ukachukua mali yake, yote hii haifai. Yote hii bil batil, katika njia za batil na njia nyingine mbalimbali ambazo watu wanazifanya katika miamalati ya haramu, haifai. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la taakulu amwalakum bainakum bil batil, msiliane mali zenu kati yenu bil batil, kwa batil maana kwa haramu. Sheikh wangu anasema ya ayyuhalladhina saddaqu fi imani, enyi wale ambao sadaqu, wamesema kweli, fi imani, katika kuamini kwao, bi rabbihim, kumwamini bwana wao, wattiba'ihim li rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kule kufuata kwao kumfuata mtume wake ambaye ni Muhammad, rehma na amani juu yake. La yahillu lakum an ya'kula ba'dukum mala ba'd, si halali kwa ninyi kula baadhi yenu kula mali za wenzao bighairi haqqin, pasna haki yoyote, ifai. Illa an takuna tijaratan an taradi minkum, Allah anasema isipokuwa zitakapokuwa hizo mali ni biashara kwa kuridhiana kwa ninyi. Manake unaweza kula mali ya mwenzako kama mnafanya biashara, sawa? Wewe unataka kuuzia maharage, unamuuzia kunde, sawa? Wewe huyu anakupa dhahabu, huyu anakupa fedha. Hii ni katika sehemu za kufanya miamala. Wewe mwenzako anakupa pesa, wewe unampa nini? Unampa bidhaa, au sio bwana? Hii wa an taradi bainakum, tena wa an taradi minkum, tena kwa kuridhiana kati yenu. Manake biashara pia miongoni mwa sharti za biashara ni at-taradi baina al-mutabayi'in, ni kule kuridhiana kati wale wenye kuuziana wawili. Hakuna biashara kulazimishana, yani kwamba wewe ulazimishwa ununue kitu fulani hali yako uko tayari kukinunua. Hakuna biashara hiyo. Au atake mtu akulazimisha kwamba umuuzie kitu fulani na kwa mwenye uko tayari kukiuza. Hakuna biashara hiyo.
lazima watu waridhiane. Ni sharti katika sharti za kusihi bei na kusihi biashara, at-taradhi baina al-mutabayi'ain, kule kuridhiana kati wale wenye kuuziana wawili, baina al-bai' wal mushtari, kati mwenye kununua na kati mwenye kuuza na kati mwenye kununua. Wala taqtulu anfusakum, na wala msizuie nafsi zenu, manake msiziangamize. Tuko sawa? Bimaana wala yaqtulu ba'dukum ba'dha, na wala msiuane nyinyi kwa nyinyi, fatahliku anfusakum, kaweza kuziangamiza nafsi zenu. Sawa? Birtikabi maharimillahi wa maasi, kwa kule kufanya yale mambo ya haram yenye kuharamishwa na Allah na yale maasi yake. Inna Allaha kana bikum rahima, hakika Allah hakuacha kuwa kwenu nyinyi ni mwenye huruma. Fi kulli ma amarakum bihi, katika yote ambayo Allah ameamrisheni, Allah ana huruma nayo. Wa nahakum anhu, na katika kile ambacho Allah amewakatazeni, amewakataza kwa kuonea huruma. Usione kwamba ni jambo ambalo Allah amelikataza ukawa wewe waanza kujiuliza maswali, Allah kwa nini jambo amelikataza? Amelikataza kwa kuonea huruma wewe. Lau kwamba angekuamrisha ulifanya jambo hilo, ingekuwa kwa wewe ni ugumu mkubwa kabisa, ndio maana akalikataza. Na vile jambo ambalo Allah amekuamrisha kulitekeleza pia ni kwa ajili ya rehema kwa wewe, hata kulitekeleza. Wa man yaf'al dhalik, na yoyote mwenye kufanya haya ya kula mali za haramu, kula mali za riba, za rushwa, mali za rushwa hizi, udwanan wa dhulma, kwa uadui na dhulma, fasawfa nuslihi nara, basi punde kidogo tutamuingiza yeye katika moto. Allah tuhifadhi ya Rabbi. Wa kana dhalika ala Allah yasira, na limekuwa hilo kwa Allah ni jepesi tu, yani hilo la kumuingiza mtu muovu katika moto ni jepesi sana kwa Allah tabaraka. Wa man yaf'al dhalika, na yoyote mwenye kufanya hayo, udwanan wa dhulma, kwa uadui na dhulma vile vile, fasawfa nuslihi nara, basi punde kidogo, muda mchache tutamuingiza yeye katika moto. Wa kana dhalika ala Allah yasira, na limekuwa hilo kwa Allah ni jepesi. Sheikh wangu anasema wa man yartakib ma naha Allahu anhu, na yoyote atakayefanya lile ambalo amelikataza Allah kuepukana na jambo hilo, min akhdhi almali alharam, katika kuchukua mali za haramu, kasarq au kasariqa, kama vile kuiba. Ana umechukua mali ya haramu kwa sababu umeiba mali ile, umejiba umekwenda kuiba mali ile sehemu fulani, au kwa mtu fulani umechukua mali yake kwa wizi. Walghasbi, na kule kunyang'anya. Walghishi, na kule kufanya ghishi. Zote hizi ni katika njia za haramu katika kuchukua mali. Mu'tadiyan, hali ya kuwa ni mwenye kufanya uovu. Mutajawiza hadda shar'i, hali ya kuwa ni mwenye kuvuka mipaka katika mipaka ya kisheria. Fasawfa yudkhiluhu Allahu nara, mtu huyo atamuingiza Allah katika moto. Wa kana dhalika ala Allah yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, Allah anasema kama mtajiepusha na yale makubwa ambayo mnaokatazwa katika madhambi, nukaffir ankum sayyi'atikum, tutawafutia nyinyi makosa yenu. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, na tutawaingizeni nyinyi mahali patukufu. Mudkhalan karima, mahali patukufu. Kujiepusha na yale madhambi makubwa, min al-kaba'ir min adh-dhunub. Na miongoni mwa madhambi makubwa ni wizi, miongoni mwa madhambi makubwa ni kufanya ghishi, miongoni mwa madhambi makubwa ni kusema uongo, miongoni mwa madhambi makubwa ni uzinzi. Mwanadamu akajiepusha, Muislamu akajiepusha na haya na mengine yasiokuwa haya, yote akajiweka mbali kabisa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kama mtajiepusha na yale madhambi makubwa mnaokatazwa nayo, mkajiepusha nayo na mkajiweka mbali kabisa, nukaffir ankum sayyi'atikum, tutawafutieni ninyi makosa yenu. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, na tutawaingizeni ninyi mahali patukufu, na mahali patukufu huwa aljanna, ni pepo hapo. Sheikh anasema in tabta'idu ayyuha almu'minun, kama mtajiweka mbali enyi waumini, an kaba'iri dhunub, kujiepusha na madhambi makubwa, kal ishraki billahi, kama vile kumshirikisha Allah. Ikawa mtu si mshirikina, japo katika jamii tuliokuwa nayo
kuna sahiba wangu mmoja mwenyewe anasema kwamba jamii tulikuwa nao sisi, ushirikina si dhambi kubwa. Ushirikina si dhambi kubwa bwana. Dhambi kubwa ni uzinzi. Imana kwamba ukizini bwana, tukae bahati mbaya mtu azini, ile bango utakaloshikiwa kweli kweli, tumuovu yeye, mtu muovu. Lakini hawashirikina wala wasemi. Mtu kuta kwa waganga, utakuta familia nzima utaenda kwa waganga, wala watu wasemani, kuoneshana kwamba imefikia tu kwamba ushirikina ni dhambi dogo kuliko uzinzi. Maana uzinzi ni dhambi kubwa kuliko ushirikina. Hatusemi kwamba uzinzi si dhambi kubwa. Uzinzi ni dhambi kubwa sana tena. Dhambi ambayo inahitaji toba na Allah atuhifadhi pamoja na jamii zetu. Lakini ushirikina ni dhambi kubwa zaidi kuliko hata huo uzinzi. Kwa sababu unapotaja madhambi makubwa, la kwanza kabisa ni ushirikina. Alafu ndio anafuata madhambi mengine. Kwa Sheikh anasema mtakapojiepusha na hayo madhambi makubwa, kal ishraki billah, kama kumshirikisha Allah, wa uquqi alwalidain, na kuwafanya uovu wazazi wawili. Unaona hiyo ndio utaratibu wa madhambi unapokuja. Katika dhambi kubwa vile vile ni kuwafanya uovu wazazi wako wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ayu al-a'mal ahabbu ila Allah, mtume wa Allah, ni matendo gani yanayopendeza zaidi kwa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambiaje? Sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqti, ni kusali juu wakati wake. Maana ni kumwabudu Allah kwanza, ni kutekeleza zile haki za Allah, maana usio mshirikina. قلت nikasema na Abdullah bin Mas'ud akasema thumma ay ya Rasulullah, kisha baada hapo ni nini? Qala birru alwalidain. Tumekasema sallallahu alaihi wasallam kuwafanyia wema wazazi wawili. Kuwafanyia wema wazazi wawili bi maana kinyume chake ni kutokuwafanyia uovu. Ukiwafanyia wema wazazi wawili ina maana kwamba wewe umefanya jambo la khair, na ukiwafanyia uovu wazazi wawili maana umefanya jambo kubwa katika madhambi makubwa. Kwa hiyo miongoni mwa madhambi makubwa ni kutokuwafanyia wema wazazi wawili. Angalia jamii tunakuwa nayo hivi sasa na wazazi wao, ni mtihani. Kwa sawa, Sheikh wangu vile vile akaendelea akasema, wa qatli nafsi bighairi alhaq, na kuiua nafsi basi na haki yoyote pia ni katika madhambi makubwa. Kuiua nafsi basi na nani, wa ghairi dhalika, na mengine siokuwa hayo. Muislamu akajiepusha na haya, nukaffiru ankum madunaha, tutawafutieni, maana tutawasameni nyinyi sawa, madunaha, madhambi mengine yasiokuwa hayo, min as-saghair, katika madhambi madogo. Wanudkhilukum mudkhalan karima, na tutawaingizeni nyinyi mahali patukufu. Sheikh anasema wa huwa aljanna, sehemu tukufu yenyewe ni pepo. Ikiwa Muislamu ameshakuwa tayari kujiepusha na madhambi makubwa, haya madogo kwake yeye itakuwa ni mepesi sana. Na ukishajiepusha na haya, basi pepo kwa wewe kuna wepesi Allah tabarak wa taala kukuwafikisha kuingia katika pepo yake. Lazima tuyajue haya. Wala tatamannu ma faddala Allah bihi, na wala msitamani vile ambavyo alivyofadhilisha Allah ba'dakum ala ba'd, nyinyi kwa nyinyi. Sawa, wala tatamannu, na wala msitamani ma faddala Allah bihi, vile ambavyo alivyofadhilisha Allah kwavyo, ba'dakum ala ba'd, baadhi yenu juu ya baadhi nyingine. Msitamani. Sheikh wangu anasema wala tatamannu ma faddala Allah bihi, na wala msitamani vile ambavyo alivyofadhilisha, alivyofanya bora Allah kwenu nyinyi, fil mawahibi, katika vipawa, wal arzaq, na katika riziki, wa ghairi dhalika, na nyingine sio kwa hivyo. Yani bi maana kwamba usimuonee ndugu yako hasad. Tuko sawa? Usimuonee ndugu yako hasad kutokana na kile ambacho alichokuwa na Allah. Ni labda akapewa mali, kakunjuliwa mali, kapewa fadhila ya ilmu, kapewa na katika fadhila nyingine. Usimuonee husda, yafikia hatua kwamba watamani kile alichokuwa nacho pia kimuondokee kabisa, asiwe nacho. Hii ni hasadi. Huenda kwamba labda amepewa mali ile kwa mtihani kwake yeye, na wewe kutokutoa mali vile vile leo ni mtihani. Kwa hiyo msitamani vitu kama hivyo. Tuko sawa?
Allah tabaraka wa taala anasema lirrijali nasibu mimma iktasabu, wana wale wanaume nasibu, fungu, mimma iktasabu, katika yale ambayo walioyachuma. Walinisai, na watapata vile vile wanawake nasibu, fungu, mimma iktasabna, katika vile ambavyo walivyovichuma. Yani kila mmoja atakuwa na fungu lake kutokana na kila alichokitenda, ikiwa ni mwanamume au ikiwa ni mwanamke. Sawa. Lirrijali nasibu, na watapata wanaume fungu, mimma iktasabu, katika vile walivyovichuma, watapata fungu lao. Walinisai nasibu mimma iktasabna, na watapata vile vile wanawake, wana hao wanawake fungu lao katika vile ambavyo walivyovichuma. Sheikh wangu anasema faqad ja'ala Allahu lirrijali nasiban muqaddara, hakika ameweka Allah kuwekea wanaume fungu lenye kukadiriwa, min aljaza, katika malipo, bihasabi amali, kadiri ya matendo yao. Ikiwa mwanamume kafanya jambo la kheri, basi atapata kheri huko anakokwenda, na ikiwa kafanya shari, basi atapata shari huko anakokwenda pia vile vile. Sawa. In khairan fa khairun, in sharran fa sharrun, sio? Aiwa, ikiwa amali yake ni kheri, basi atapata kheri, na ikiwa amali yake ile aliyofanya ni shari, atapata shari. Hii ndio maana nasibu mimma iktasabu, wanafungu katika yale ambao waliyofanya. Wajaala linnisai nasiban, vile vile Allah akawekea wanawake fungu, mimma amilna, katika yale ambao walioyatenda. Sawa. Wasalu Allah min fadli, na muombeni Allah fadhila zake. Sawa. Fawasalu Allah min fadli, muombeni Allah fadhila zake. Nini wana maneno haya? Wasalu Allah alkarima alwahhab, muombeni Allah aliyemtukufu, mwingi wa kutoa. Sawa. Yu'tikum min fadlihi, awapeni nyinyi katika fadhila zake. Badala min atamani, badali ya kutamani ule ndugu yako aliyokuwa riziki wewe imuondokee. Ukimwona ndugu yako kama kuna fadhila fulani amepewa na Allah, wewe muombe Allah akupe fadhila ile. So wewe utamani kwamba kile alichokuwa nacho ndugu yako kimuondokee. Wapi shukran wangu? Wapi shukran wangu? Kwa mbali sana. Inna Allaha kana bikulli shay'in alima, hakika Allah hakuwachagua kwa kila kitu ni mjuzi, imana anakijua. Wa huwa a'lam bima yuslihu ibada, Allah anajua yale ambayo kile ambacho yuslihu ibada, anachokutengeneza kwa waja wake. Fima qasamahu lahum min khair, katika vile ambavyo alivyowagaia yeye Allah kuwagaia waja wake katika khairi. Walikulli ja'alna mawaliya, na kila mmoja, manake na kila mtu tumemwekea yeye warithi. Mimma taraka alwalidani walaqrabun, katika kile kilichowachwa na wazazi wawili na ndugu wa karibu. Walikulli, na kila mmoja. Sawa. Ja'alna mawaliya, tumemwekea sisi mawarithi wa kumrithi. Mawaliya bimaana waratha. Sawa. Mimma taraka alwalidani walaqrabun, katika kile ambacho kilichoachwa na wazazi wawili na ndugu wa karibu. Ay walikulli wahid minkum, kila mmoja miongoni mwenu. Ja'alna warathata, tumemwekea sisi mawarithi, tumemwekea mawarithi. Yarithuna, watakawarithi. Mimma taraka alwalidani walaqrabun, katika kile ambacho kilichoachwa na wazazi wawili na ndugu wa karibu, tumemwekea. Walladhina aqadat aymanukum, na wale ambao aqadat aymanukum, sawa, vimefunga viapo vyenu. Faatuhum nasibahum, basi wapeni vile vile fungu lao. Hapo wanakusudia wale watu ambao zamani kulikuwa kuna watu ambao si katika ndugu. Sawa. Hii labda ni majamaa tu, ni marafiki zao katika kabila, ni rafiki zao labda katika sababu tofauti, lakini si katika ndugu. Lakini mkaekeana viapo kwamba mtasaidiana dhidi ya adui, mtashirikiana katika mambo ya biashara, mtashirikiana katika mambo mbalimbali. Sawa. Mtasaidiana, ikawa ile ni ahadi mmewekeana, ikawa kuishi kwenu mmeishi kama vile ndugu, na aliyakuwa sio ndugu. Hawa pia walikuwa wakirithiana mwanzo wa Uislamu. Hawa pia walikuwa wakirithiana mwanzo wa Uislamu, na fungu lao lilikuwa ni sulusi. Walikuwa wanapata sulusi ya mali mtu kama huyu. Sawa. Lakini zimekuja katika aya za mirathi, ikawa hii hukumu ikaondolewa. Hukumu hii ikaondolewa. Lakini mwanzo ilikuwa watu
jambo kama hili linatumika huko nyuma. Walladhina aqadat aymanukum, na wale ambao vimefunga vile viapo vyenu, manake mmefunga nao viapo, faatuhum nasiba, basi wapeni vile vile nao fungu lao, manake akifa huyu anamrithi huyu na huyu, na akifa huyu anamrithi huyu, wanarithiana hawa kwa fungu ambalo limewekwa na ahlul ilm. Wanasema fungu lenyewe ni sulusul mal, moja ya sita. Sawa. Walladhina tahalaftum ma'ahum bil aymani al muakkada, na wale ambao mliopiana nao viapo pamoja nao katika vile viapo vyenye kutiliwa kwa kutesa, ala nusra, hiyo kule kunusuriana. Sawa. Wa i'tahim shay'an min al mirath, na kule kuwapa wao kitu katika mirathi. Fa'atuhum ma qaddara lahum, wapeni basi katika kile ambacho kilichokadiriwa kwa nyinyi, kile ambacho kimekadiriwa kwa wao wapeni. Inna Allaha kana ala kulli shay'in shahida, hakika Allah watakuwa juu kila kitu ni shahidi, manaka anakishuhudia. Sawa. Sheikh hapa anasema wal mirathu bitahalufi, na kule kurithiana kwa kule ile mirathi, kule kurithiana mirathi bitahaluf, kwa kule kuwapiana, kwa kule kuwapiana, yani huyo anaapa kumwapia huyu na huyo anamwapia huyu juu ya kuweza kuteteana na kunusuriana. Sawa. Watu walikuwa wakirithiana pia. Sawa. Hii ndio al-mirath bitahaluf, kana fi awwal al-islam, ili lilikuwa na mwanzo wa Uislamu, jambo lilikuwa. Alafu baada pale kaja kuondoshwa. Thumma rufi'a hukmuhu binuzuli ayati al-mawarith, Sheikh anasema kisha likaondoshwa hukumu yake ili kwa zile aya za mirathi. Kwa watu wanarithiana bwana kwa sababu tatu, ima iwe ni kwa nasab, utamrithi mtu kwa sababu ni ndugu yako, ndo nasab, au bil nikahi, au ni kwa ndoa, maana utamrithi kama mume atamrithi mke, mke na atamrithi mume kwa ndoa, au bil wala, au kwa ule ubwana. Maana mtu alikuwa na mtumwa wake akamwacha huru, alafu labda ikawa baada ya kuwa kwamba ule mtumwa ikawa ana mali na akafariki, na ikawa hana ndugu wa kumrithi huyu bwana, huyo alomwacha huru anaweza kumrithi huyu bil wala, kwa ubwana. Hili ni asbabu al-irth. Ukiangalia katika vitabu vya faraid utakuta sababu za kurithi ni tatu: an-nasab, an-nikah wal wala, sio at-tahaluf. Hii ni kuwepo, lakini mwanzo wa Uislamu baada pale kaondoshwa. Imeeleka vizuri hapo. Inna Allaha kana ala kulli shay'in qadir, inna Allaha kana ala kulli shay'in shahida, hakika Allah hakuwa juu ya kila kitu. Shahida ni mwenye kukishuhudia, ay muttali'an, ni mwenye kukichomozea. Ala kulli shay'in, juu ya kila kitu. Min a'malikum, katika matendo yenu Allah anayachunguza, bimana anayajua. Wasayujazikum ala dhalik, na atawalipeni nini juu ya hilo. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.